Mtume sallam anasema muru auladakum bisalati wa hum abna'u 7 sinin. Tupate kujua ndugu zangu, majukumu ya kumlea mtoto iko juu ya wazazi. Hii ni jukumu iliyotundikwa juu ya mabega ya wazazi wawili, kama Mtume alivyosema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kila mmoja wenu ni mchunga na kila mmoja wenu atakwenda kuulizwa juu ya alichokichunga. Mtoto wako si mali yako. Upate kujua hiyo ndugu zangu, mtoto wako ni amana umepewa na Mungu. Iangalie kitu ambacho ni amana, hauwezi kuidhalilisha, hauwezi kuipiga ukaiumiza, ukaiua, ukaitupa. Lazima upate kujua hii ni kitu nimepewa, nitakana niichunge. Kwa hivyo ni amana hii, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema yusikumullahu fi auladikum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawahusia juu ya watoto wenu. Maana yake waangalieni watoto wenu kwa macho ya karibu sana. Majukumu haya ni majukumu ya wazazi. Leo wazazi wanashindwa majukumu yao, wanaanza kutoa visingizio vingi tu kwamba labda maalimu madrasa fulani, shule fulani. Lakini upate kujua wewe mzazi, hii ni majukumu yako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kukuuliza siku ya Kiyama, huyu mtoto ulimlea vipi? Ikiwa umemlea katika njia iliyokuwa sawa, huenda kwa sababu ya watoto wako ukaingia peponi wewe. Na ikiwa uliwalea katika njia isiyokuwa sawa, huenda hawa watoto watakuwa ni sababu ya wewe kuingia motoni. Na ni kweli watoto wengi leo watasababisha wazazi wao kuingia motoni. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametutahadharisha akasema, ya ayyuhalladhina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Enyi mlioamini nyie, baadhi ya wake zenu, sio wote, na baadhi ya watoto wenu ni maadui zenu nyinyi, tahadharini na wao. Wewe leo unamlea mtoto wako sivyo, unamdekesha, unampeleka katika njia ambayo si sawa, pata kujua huyu mtoto atakupeleka mahali pabaya sana siku ya Kiyama, na atakwenda kumshtakia Mwenyezi Mungu mbele ya Mungu siku ya Kiyama kwamba huyu baba huyu mama huyu, mimi nataka Mwenyezi Mungu unichukulie haki yangu juu yake. Yeye ndo ambaye amenisababisha mimi nimekuwa katika hali hii. Alikuwa niamrishi kuswali wala kuvaa hijab wala niamrishi dini yangu. Mimi nilikuwa tukiishi ndani ya nyumba ni mapenzi tu basi na mambo ya dunia. Kwa hivyo tuchukueni tahadhari ndugu zangu, hii majukumu ya malezi inabaki juu ya wazazi. Na ndio Mtume sallam akasema tuwafundishe watoto wetu kuswali wakiwa na umri wa miaka 7. Kiwezekana njoo naye hapa msikitini amejifunga sawasawa. Hata mtoto wa kike fundishe baadhi ya tabia, hata akiwa atacheza mbele ya watu msikitini. Hili ni jambo la kawaida, hana haki ya kufukuzwa ndani ya msikiti. Sauti ya mtoto msikitini ni neema miongoni mwa neema za Mwenyezi Mungu. Anapokimbia akitoka huku mpaka huku katikati ya safu za watu, hii haina matatizo hii. Hata Hassan na Hussein wakipanda juu ya mgongo ya Mtume wakicheza naye, na Mtume anawaswalisha watu. Wakati mwingine akichelewa kwenye rukuu, akichelewa kwenye sida, kwa sababu labda Hassan yuko mgongoni, basi mpaka mwisho anahakikisha kwamba yuko salama, anaamka naye. Lakini tuwafundishe tabia, wapate kuona hizi vitu bado wao ni wadogo sana, jua kwamba hichi ni kitu ambacho kumbe ni muhimu katika maisha yangu.